ndege ni moyo. Endapo injini itakuwa iko vibaya, ndege haiwezi kuruka. Na hakikisha ndege iko vizuri upande wa injini kwa kuangalia zile nati ambazo zimefungwa upande wa injini ziko vizuri, zile nyaya ambazo zimeloki zile nati ambazo zimefungwa upande wa injini ziko vizuri, na cheki injini katika instrument ambazo zipo kwenye upande wa cockpit, ambazo ukiwasha zinakuonyesha kama idadi ya mafuta, idadi ya upepo, hali ya hewa. Kwa hiyo naangalia hivi vitu vyote viwe vizuri. Lakini katika kila ndege lazima uingie darasani uisome ndipo uweze kuifanyia kazi. Kwa hiyo mimi nimekuwa specialized katika ndege za kivita ambazo ndizo ninazofanyia kazi. Mimi hapa katika engine, katika trade ya engine, asubuhi wakati nikija hapa huwa nahakikisha kwamba engine yangu kwanza haina leakage yoyote. Nikiongea kuhusu leakage inamaanisha hakuna sehemu ambako kuna uvujaji. Pampu zote unazoziona hapa, pia nahakikisha locking wire ambazo zimefunga nati ziko vizuri na ziko safe, ili kuweza kufanikisha urukaji mzuri wa ndege. Nimejifunza kwa miaka 3 katika shule ya anga ya kijeshi. Hakuna changamoto yoyote tunayoipata katika fani yetu na tuna weledi mzuri. Ndege ikiwa inatoka ardhini kwenda angani huwa inakuwa na marubani pamoja na mafundi. Lakini kwa sababu kuna ndege za aina mbalimbali, zile ndege vita mara nyingi anakuwa ni rubani peke yake. Kwa hiyo inawezekana akawa rubani mmoja au akawa marubani wawili. Lakini kwa aina nyinginezo za ndege fundi huwa anakuwepo. Lakini hata kwa hizo ndege ambazo anakopo rubani peke yake, lazima anakuwa na mawasiliano mazuri sana na fundi akiwa ardhini. Anakuwa na mawasiliano kwa sababu kama umeona kwamba kuna watu wa redio pale, kwa hiyo kunakuwa na mawasiliano ya moja kwa moja ya rubani akiwa angani pamoja na fundi akiwa ardhini, kwamba kunakuwa na issue yoyote anakuwa anawasiliana naye. Haya masomo tunafundisha hapa hapa. Masomo ya ufundi ndege yote tunafundisha hapa hapa, na inachukua takriban miaka 3. Hiyo miaka 3 tunaenda kwa stages. Stage ya kwanza tunawachukua katika wakitoka mafunzo ya jeshi, wanafanywa interview, wanakuja, tunaanza kwa masomo ya science, kuwakumbusha science, technical drawing kwa muda wa mwaka mmoja, computer science yote yanafanyika. Baada ya hapo tunaanza fani. Kila mtu anakuwa na fani zake. Kama unavyoona kuna mtu wa mechanics, kuna watu wa avionics, kuna watu wa electrical. Kwa hiyo takriban wanachukua miaka 3. Na hiyo miaka 3 hatuachi tu ndege moja kwa moja. Pia wakija uwanjani wanafanya kazi kwa vitendo chini ya wakufunzi ambao wako pia uwanjani.